alipomwona Yesu kwa mbali, alipiga mbio akamsujudia. Kichwa cha somo kinasema piga mbio kwa Bwana, piga mbio kwa Bwana. Ni habari ambayo kama ni ndugu yako alikuwa kwenye mazingira haya, inasikitisha. Lakini kama sio ndugu yako, unaweza ukaona ni kitu cha kawaida. Yesu Kristo anatoka upande mmoja kwenda mwingine, anakutana na mtu ambaye anatawaliwa na mapepo, anatawaliwa na nguvu za giza, anatawaliwa na nguvu za giza. Na Marko anatuambia vizuri kabisa, huyo mtu, ndugu zake hata na jamii ilitamani kumsaidia, lakini walishindwa, kwa sababu maandiko anasema mstari wa 4, kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu na minyororo, akaikata ile minyororo na kuzivunja zile pingu, wala kuna mtu aliyekuwa na nguvu za kumshinda. Hakuna mtu ambaye mwenye nguvu za kibinadamu alikuwa ana uwezo wa kumshinda. Lakini maandiko yananiambia unapoachana na mstari wa 1 mpaka mstari wa 5 kuna kitu kinabadilika. Maandiko mstari wa 5 anaanza hivi, anasema na alipomuona Yesu kwa mbali. Alipomuona Yesu kwa mbali, kitu gani kilitokea? Maandiko anasema alipiga mbio. Alipiga mbio kwa Yesu. Mtiririko huko namna hii, alimuona Yesu, na Yesu alikuwa yuko kwenye yale mazingira aliyokuwepo. Mazingira huyu mtu aliyokuwepo yalikuwa ni mazingira ya kukatisha tamaa, maana hata ndugu zake walishafika mahali wakakata tamaa. Lakini maandiko yanasema alipomuona Yesu kwa mbali, alipiga mbio. Neno alipiga mbio manake aliharakisha kutoka alipo kwenda Yesu alipo. Bwana Yesu asifiwe.